juu ya hilo. Kwa sababu sina hakika juu ya ushiriki wao utakuwa wa namna gani. Naona hapa watu wanazungumzia juu ya kubakiwa na wale wachezaji, labda wachezaji wataondoka pale. Kitu ambacho mimi na uhakika Singida ina hela ya kutunza wachezaji wote wale. Hela hiyo wanayo. Kununua wengine. Lakini passion ya kuwabakisha pale ndio hiyo sina uhakika nayo. Kwa sababu sijui malengo yao ni yapi. Malengo yao ni biashara ama ushindani, sijui. Yaani nimeshindwa kwa categorize mpaka leo kama wako katika sehemu gani. Wanasajili kikosi au wanasajili wachezaji ambao wanaweza wakaweka kwenye ramani ya ushindani. Lakini ushindani wao umekuwa sio ule ambao watu wengi huwa wanautarajia kuuona kutoka kwao. Ni kama Azam. Azam tayari ana ubingwa wa ligi sasa. Wanachotofautiana ni ukongwe na miundombinu mingine. Labda ukizungumzia ushiriki wao kwa msingi jinsi ulivyo. Yaani kwa sababu spending ya kusajili Azam wana spend. Wanaweza kuwa wanalingana spending. Vizuri tu. Pengine wanalingana. Mimi nataka wewe hawa wawili hawa una level vipi? Yaani unaona kabisa hii ni timu ambayo ina malengo ya hivi. Kwa picha halisi ilivyo tu kwa timu moja moja katika hizi Azam pamoja na Singida. Kwa nini hutaki kuamini kwamba pengine Singida sasa wanaenda kushiriki kombe la shirikisho kwa aina ya kikosi walichonacho, kama wana uwezo wa maintain hawa wachezaji na wakaongeza wengine, unaona wakifanya? Sasa shida ni hivi. Hujui kama hao wachezaji watabaki Singida. Japokuwa hela ya kuwabakisha wanayo. Hujui kama watabaki. Kwa sababu tushaona mara ngapi Singida anatoa wachezaji. Kwa mashaka yako hapo. Ndio bana nakwambia sijui. Yaani sijuagi cha kutarajia kutoka kwa Singida. Kama hapa sasa hii ni timu ambayo iko kwenye ushindani pase ama iko kwenye kujiweka kwenye ramani tu fulani pale ikai imeishia hapo. Malengo yake hasa ni yapi? Hapo ndo panaponichanganya mimi na Singida. Aina wachezaji nao inayowasajili unawaona hapo. Huwa alikuwa anamzungumzia center back Trabitra. Alikuwa anahusishwa na Simba dirisha kubwa. Kacheza ASEC pale Champions League, si ndio? Kaenda zake Singida. Jonathan Soa alikuwa anahusishwa na Yanga na Azam alivotoka Ghana kwenda Libya, lakini yuko zake Singida. Unapata? Hata baada akacheza ASEC yuko pale. Serge Poku kacheza ASEC Champions League yuko pale. Victoria na Adebayo kacheza Champions League na wengine. Wana wachezaji ambao wana Champions League material, wana CAF competitions kwenye career yao. Lakini sasa katika hao wangapi watabaki kwenda msimu unaofuata? Lakini mimi bado I still feel kama wamempata Adebayo at the wrong time. Sioni kama Adebayo ndo yule ambaye watu walikuwa wanamgombania na kina Simba wanamgombania kila wakati wewe yuko Genda Mali. Feels like it's a wrong timing. Hata baada za kama amempata katika muda ambao ni sahihi. Keyeke Soa huyo right back Silile Trabitra, Lamini Moro kidogo niko half. Kuna yule mkongomani ambaye aling'ara kwenye Mapinduzi Cup Afrika nini? Si bado yuko pia? Yupi? Namsemea wewe. Kuna mkongomani ambaye Malonga si alikuwa Coast kwa mkopo akaja huko kwenye Mapinduzi Cup ya mwaka gani? Ya mwaka huu? Ile iliyopita. Sasa hapo sasa ndo panapochanganya watu. Ndo panapochanganya. Singida Black Stars husi msimu wake wa kwanza. Basi. Sasa unatueleza mambo ya big huko nini sijui Singida Fountain Gate unatuchanganya. Ndio anakuambia mimi sielewi chochote kuhusu Singida. Yaani mambo ya kutarajia uyaelewi. Inaweza kaja mara ikabadili tena jina hapo. Kwa hawana future. Naona hawana future. Mimi kiukweli nashindwa kudetermine future yao. Yaani kwamba future yao iko wapi, yani imelalia wapi. I just don't know. Lakini najua wana kundi la wachezaji ambao ni nzuri. Wanaweza kaisumbua timu yoyote Tanzania. Wanaweza. Wakiwakipa wachezaji wanaweza kufanya vizuri kwenye michuano ya CAF. Na pesa ya kuongeza wachezaji wengine so far nimeshasikia wameshasajili wachezaji wengine wengi tu. That means kwamba kuna panga ambalo linapita pia. Yaani pale ndo posho ikogo mfuko wa shati. Mchezaji kama mzuri wao wanaruka naye. Hawajiulizi. Atoke Brazil, atoke wapi wao? Nasema hivi. Tena wao muda mwingine hata watumii nguvu kubwa. Bwana kuna mtu anatakiwa na Simba na Yanga.
huyo mtu huyu mtu alisumbua Simba, alisumbua Yanga, okay, tumo. Hela yake unaweza kukimbia. Yaani na wewe Simba au Yanga itabidi pale usitegemee hela. Yaani pale utakachoenda kusema unajua sisi tuna mashabiki wengi, sisi ndo mabingwa labda sijui msimu gani hivi, hapo ndo utakapomzidi wewe. Lakini weka tuweke au unaenda na maji. Weka tuweke unaenda na maji. Mimi nikwambie, unajua wa Singida kama sio Simba kutumia fan base waliokuwa nayo. Shemalone angekuwa mzaji wa Singida. Shemalone angekuwa mzaji wa Singida. Kama sio kutumia kwamba tunashiriki michuano ya kafu, Simba si ni timu kubwa. Yaani ukitoa hiyo, kwa sababu kwenye weka tuweke Singida alishafika pabaya. Honestly nakwambia, kwenye weka tuweke posho Singida alishamkalia pabaya mtu mzima. Kwamba bwana anachoweka naweka, nimo. Anachoweka naongeza, nimo. Kwa sasa jamani, mbona kushindana nao, mbona kama sasa inakuwa kama hivyo tena? Kabidi watu wapigie simu bwana sasa tukutane hata Dubai kule. Tukamalize vitu Dubai na nini. Sasa unajua huo ndio kwa mtego wa mwisho. Dubai ndio iko rais wa heshima kule. Bwana njoo basi Dubenga huko mambo yanamalizwa. Maana Cotton Sport akawaelewi vitu hapo. Ila mimi ninachoamini ni kwamba Singida Black Stars msimu unaokuja watatuletea jambo gani? Jambo zuri tu katika ushiriki wao wa michuano ya kimataifa. Jambo gani? Watafika finali? Wanaweza wasifike. Kufika finali ni hatua kubwa sana kwa club kama Singida. Lakini angalau kuingia katika hatua ya makundi timu alionayo kwa sababu ya uchanga na nini, makundi inaweza ikawa ni sehemu. So makundi kwa kikosi walichokuwa nacho, kwa sababu ni wao na Azam ndio atakaoenda pale. Hiyo sasa hivi ni confirmed, kwa sababu baada ya JKT kutolewa nusu finali confirmed. Yaani wale bila kutuletea makundi, bila kuvuka makundi hapo tuwapige mawe, wametufelisha. Si ndio? Wasipoenda hatua ya makundi tuwapige mawe. Sio wasipoenda, wasipovuka. Yaani sisi huku saizi kwenye shirikisho unaona watu wanaoenda. Simba yuko finali. Mara ya mwisho Yanga kushiriki alikuwa yuko wapi? Kwa yani standard tayari ishasogea. Huko kwenye makundi yashaenda na Mungo. Hatuwataki tena nyewe kwenye makundi. Mkavuke makundi. Nikuulize kitu. Kati ya Azam na Singida, ni nani ambaye unaweza kumwamini kwenye kuelekea kwenye hii michuano hii ya shirikisho? Wote siwaamini. Wote waamini. Wote siwaamini kwa sababu Singida anaenda kwa mara ya kwanza. Azam kashashiriki mara nyingi na hajanionyesha. Na athari za kushiriki michuano mara ya kwanza ni kwamba ile raundi ya mwisho knockout kabla hujaingia kwenye michuano makundi, kuna kigogo mmoja utakayekutana naye. Unaweza kupewa Rais Berkane anawania kwenda makundi. Sasa Berkane hawezi kumpata tena. Siko akibingwa. Unaweza kupewa Zamalek. Ama Wydad si yupo huko. Wydad yupo mashirikisho huko. Kaishaonewa hapo Azam kuna wakati mara kapewa Piramidi. Ukiwa unashiriki mara ya kwanza tegemea chochote usichokitegemea. Bana, ligi ya kandanda ya wanawake jana imefikia tamati. Kuna michezo ambayo ilichezwa jana na ikahitimisha msimu wa 2024-2025. Ligi yenye msisimko. Ligi yenye msisimko wake. Na ushindi mkubwa zaidi ambao ulipatikana jana uliwa Fountain Gate akiwa nyumbani, ambapo alishindilia Mlandizi Queens 6-0. Ushindi uliofuatia ambao ulikuwa ni mkubwa zaidi baada ya huo ulikuwa ni wa JKT Queens dhidi ya Gates Program. JKT Queens ambao ndio mabingwa wapya wa msimu huu hapa walipata ushindi wao 5-0. Mashujaa ni kati ya timu ambayo ilipata ushindi mkubwa zaidi katika siku ya jana.